Naam, asante sana Prosper Kuigize na taarifa hiyo au makala hayo maalum kutoka kule nchini Tanzania. Na sasa ripoti yetu ya mwisho ni kutoka kule nchini Uganda, ambapo ni kwamba zaidi ya wanachama 100 wa chama kikuu cha upinzani nchini Uganda wamefunguliwa mashitaka mbalimbali yakiwemo ya mkusanyiko haramu kuhusiana na vurugu zilizotokea wakati wa uchaguzi wiki iliyopita. Kulichambua hili tunaungana naye Martin Weren ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka kule Nairobi nchini Kenya. Martin Weren, habari za Nairobi nchini Kenya? Nairobi kwa salama, hamna neno. Tunaelezwa kwamba zaidi ya wanachama 100 wa chama kikuu cha upinzani kule nchini Uganda wameshitakiwa kwa makosa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kukusanyika kinyume cha sheria kuhusiana na ghasia karibu na uchaguzi ambao ulifanyika wiki iliyopita. Pengine kwa mtazamo wako wewe kama mchambuzi wa siasa za kimataifa ya utafsiri wa sheria, unaona hili limekaje? Hili alijaleta picha nzuri kidogo kwa mtazamo ama kwa demokrasia ya Afrika. Kidogo viongozi wa nchi ya Uganda, haswa viongozi husika katika vikosi mbalimbali ya kulinda usalama, kidogo pengine naweza sema wametumia nguvu kupita kiasi, ama kidogo wamejaribu kukandamiza demokrasia. Tumeweza kushuhudia wazi kwamba Mheshimiwa Rais Kaguta Museveni ameweza kushinda uchaguzi kwa asilimia ya juu, na hamna haja yoyote ya kuzidi kwa finya ama kuzidi kuwashtaki wale wapinzani. Cha muhimu ni kama kiongozi ambaye ana miaka ya juu, ambaye ana ujuzi mwingi katika mambo ya siasa, angeweza kuwaita wale viongozi wa upinzani na kuwakaribisha katika serikali na waweze kufanya kazi kwa pamoja bila shida ama bila fujo. Naam. Hali ilivyo hivi sasa katika swala zima la demokrasia ambalo umeligusia kwa ufupi, kwamba kumekuwa kuna minong'ono, uchaguzi nyingi, kumekuwa kuna malalamiko mengi ikiwemo kutokuwa na haki, lakini pia demokrasia kutokuheshimiwa na vitu vingi. Kumekuwa kuna machafuko ya hapa na pale kwa chaguzi za hivi karibuni. Unadhani sasa hii inatokana na nini? Lakini huko tuendako inaleta picha gani? Naam, kidogo mambo ya uchaguzi katika Afrika ama bara la Afrika kwa jumla kidogo imekuwa na changamoto nyingi. Kuna wale viongozi anaweza pia wa upinzani ambao mara nyingi wakishinda uchaguzi wanaleta fujo, wanatafuta kutumia mbinu badala ya kujaribu kuchukua uongozi pengine kwa nguvu na kadhalika. Na kuna pia viongozi ambao wako serikalini kidogo wanaendelea kukandamiza wananchi kwa kuwashurutisha na mambo yasiyo ya kufana, mambo yasiyo haki katika maisha ya binadamu. Kama Afrika kidogo tunafaa kubadili mbinu ya siasa na mbinu ya demokrasia, kidogo tuwe na hutu, na tunapofanya shughuli hii yote ya kisiasa, basi si mwisho wa maisha. Ukiweza kushindwa, basi wewe salimu na ujipange tena wakati mwingine, wakati uchaguzi utakuja, ukuwa umejiandaa vilivyo. Naam. Hawa wanachama zaidi ya 100 kukamatwa, na tunafahamu kiongozi mkuu wa upinzani Kizza Besigye bado yuko gerezani. Unadhani kukamata au kukamatwa kwa hawa wafuasi au wananchi pengine ambao wanapinga serikali iliyoko madarakani, hii kamata inakuwa inaleta picha gani? Inajenga au inabomoa kwa taifa husika, haswa katika siasa zetu katika bara la Afrika na hasa ukanda wa Afrika Mashariki? Naam, katika siasa ama kwa utani kidogo, katika siasa ama katika wanasema zile sheria 15 za siasa, wanasema kwamba mpinzani wako mgandamize kwelikweli na uweze kumfinya ama kumweka chini kabisa, ndio asiweze kuamka ama asiweze kukushinda. Lakini pia katika demokrasia kidogo hayo si nzuri na si picha nzuri. Hapo jana tumeweza kuambiwa kwamba yule Dr. Besigye aliweza kushikwa ama kuwa mgonjwa sana ama yuko hali mbaya tunapozungumza, na akaweza kukimbizwa ama kufikishwa katika hospitali ya kibinafsi chini ya ulinzi mkali ya wale maafisa. Tumeweza kuwa akiweza kuomba kwa mara nyingi akisema kwamba hali yake si nzuri, na kwa kweli ukitazama hali ya yule kiongozi si nzuri hata kwa macho, na ameweza kupelekwa ama kukimbizwa hospitalini. Mimi naomba uongozi Uganda iweze kuzingatia haki za kibinadamu. Mambo ya ubabe wa uongozi si nzuri kidogo. Naam. Unadhani hii inaleta tafsiri gani? Na watu wamezungumzia zaidi kuhusiana na swala lake la umri. Unadhani umri ni tatizo? Naam, mwanzo tu ile kuzima kwa
mitandao kidogo ni kujirejesha nyuma kama taifa ama kama nchi miongoni mwa nchi za Afrika, kwa sababu siku moja kuna watu wengi sana wanatumia zile mitandao kupiga simu katika shughuli, katika mabenki, katika usalama pia wao. Na ukaweza kuwazimia, inakuwa changamoto kidogo. Kitu wangefaa kufanya ni kudhibiti, kucontrol kama zile za mitandao za kijamii ambazo mara nyingi watu wanaeneza chuki, walakini si kuzima internet kwa jumla. Hiyo kidogo tunajirejesha nyuma na si nzuri, na tunajipeleka karne ambayo hakukuwa na kitu chochote kama mitandao za kijamii. Na katika mambo ya uongozi bado ama miaka ya yule kiongozi wa Uganda ambaye anaelekea miaka za madini na kitu kidogo, anasema kwamba pia umri wake kidogo umeenda zaidi, na sioni kama tena ataweza kurudi tena ama kugombea kiti ama kutetea kiti yake tena kwa uchaguzi ujao utaokuja. Kwa sasa kenye anafaa kufanya ni kujaribu kumleta mtu karibu ambaye ataweza kuchukua usukani na kuongoza nchi ya Uganda. Naam. Martin Wereni, mimi ni kushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina kuhusiana na taarifa hii na nikutakia jioni njema huko Nairobi nchini Kenya. Shukrani.